Swadakta sasa wanogeshe familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo Pesa kwenda Halo Pesa na Halo Pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halotel, pamoja katika ubora. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limeendelea na operesheni mbalimbali katika maeneo ya ndani ya kanda lakini pia nje ya kanda maalum ya Dar es Salaam. Na kwa kipindi hiki tulijikita sana katika operesheni ya kukamata magari ya wizi pamoja na watu ambao wanajihusisha na mitandao ya wizi wa magari. Katika operesheni hiyo tumefanikiwa kukamata watuhumiwa 15 wakiwa na magari ya wizi yapatayo 7, bajaji 1, lakini pia pikipiki 1. Kati ya magari haya yaliyokamatwa ni pamoja na magari mawili ambayo ni ya taasisi za umma. Kuna gari moja ambayo ni ya Umoja wa Wanawake Tanzania, lakini nyingine ni ya Wizara ya Afya ambayo ilikuwa imeibwa juzi kule Mbagala, ambayo ilikuwa imepaki kwenye yadi binafsi, na baadaye ufuatiliaji ukafanyika na kuweza kukamatwa kule Mikumi mkoani Morogoro. Gari hiyo ya Umoja wa Wanawake Tanzania kama nilivyosema ni yenye namba za usajili T 162 BLW. Hii ni aina ya Toyota Land Cruiser. Na gari ya Wizara ya Afya niliyosema ilibiwa usiku wa kuamkia jana kule Mbagala. Gari zote hizi zimeibiwa kule Mbagala. Ni STL 6434 Toyota Land Cruiser. Hii ni hard top. Hii ni mali ya Wizara ya Afya. Mbali na gari hizo mbili pia kama nilivyosema kuna gari nyingine 5 ambazo zimekamatwa, ikiwa ni pamoja na gari namba T 855 DLE Toyota Harrier. Kuna gari nyingine namba T 199 DEU Toyota Noah. Kuna gari nyingine T 249 DLL Toyota IST. Kuna T 255 AJG. Hii ni gari aina ya RAV4. Hii ilibiwa kule Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na namba zake halisi ni namba T 271 DFF. Pia kuna gari jingine namba T 556 DJQ Toyota Allion. Kuna pikipiki namba MC 854 BYY. Hii ni aina TVS Honda. Lakini pia kuna bajaji yenye namba za usajili MC 639 BYA. Katika watuhumiwa waliokamatwa kama nilivyosema, wako watuhumiwa 15. Lakini kwa uchache nikitaja baadhi yao waliokamatwa ni pamoja na Dr. Yusuf Mwaipop. Huyu ana umri wa miaka 42. Huyu ni mkazi wa Temeke. Ni daktari wa hospitali moja anajulikana kwa jina la Ephraim ambaye iko kule Temeke. Huyu ndiye aliyekamatwa pamoja na hiyo gari ya Wizara ya Afya kama nilivyoitaja kule maeneo ya Mikumi. Gari ambayo ilikuwa imeibwa kule Mbagala kwenye yadi binafsi, yani sehemu za kulaza magari. Dereva alipaki pale, lakini usiku kati ya saa 8 na saa 9 wezi waliingia pale na kuiba ile gari, lakini kwa juhudi kubwa za polisi gari ile iliweza kutiwa mbaroni kabla haijavuka mipaka ya nchi. Mbali na matukio haya ya wezi wa magari pamoja na mtandao wao, pia jeshi la polisi lifanikiwa kukamata silaha 2. Moja ni aina ya shotgun pamoja na risasi zake 4, na nyingine ni aina ya pistola Star pamoja na risasi zake 4. Silaha hizi zilipatikana katika matukio tofauti kule eneo la Kijichi, Mtoni Kijichi. Silaha hizi zilipatikana katika matukio ambayo askari polisi waliwatilia mashaka makundi mawili ya wahalifu.
ambapo katika tukio la kwanza ambalo lilitokea tarehe ya 25 mwezi wa 10 mwaka 2018 majira ya saa 3:30 za usiku, askari ambao walikuwa doria katika maeneo hayo ya Kijichi, Mtoni Kijichi, walitilia shaka pikipiki ambayo ilikuwa imebeba mishikaki, yani walikuwa watu watatu kwenye pikipiki moja. Walipowasimamisha watu wale walikataa kusimama na askari walianza kuwafuatilia. Wale watu walipogundua kwamba wanafuatiliwa na polisi, walianza sasa kupambana na polisi kwa kurusha risasi kwa kutumia bunduki hii aina ya shotgun ambayo nimehitaji. Na katika kurukushani hiyo ya kurushiana risasi, mtu mmoja alipigwa risasi na polisi, na alipofikishwa hospitali ilithibitika kwamba amepoteza maisha. Wenzake wawili walifanikiwa kutoroka na hatua za kuwafuatilia ili waweze kutiwa mbaroni zinaendelea. Mbali na tukio hilo, kuna tukio lingine ambalo lilitokea tarehe 1 ya mwezi huu wa 11 huko Mtoni Kijichi. Hii ilikuwa ni majira ya saa 4:15. Askari ambao walikuwa doria vile vile waliwatilia shaka pikipiki ambayo ilikuwa na watu watatu. Nao waliposimamishwa nao walikaidi. Baada ya kuwafuatilia nao walianza mapambano na polisi, na katika mapambano hayo polisi walifanikiwa kwa jeruhi wote watatu kwa risasi, na walipopekuliwa basi walikutwa na silaha aina ya star kama unavyoona hapo, haina namba, lakini ndani ya magazini zilikutwa risasi 4. Watu hao wanaonekana walikuwa wamepanga kwenda kufanya matukio ya kihalifu, lakini kwa sababu jeshi la polisi sasa hivi tumejipanga vizuri, tuliweza kuwawahi kabla hawajaleta madhara kwa jamii. Mimi naendelea kutoa wito kwa hawa jamaa zetu wanaojihusisha na matukio ya kihalifu kwamba nafasi yao kwa sasa haipo. Jamii imeelimika kutoa taarifa kwa polisi, lakini pia polisi tunafanya kazi kindaki kuhakikisha kwamba uhalifu ndani ya jiji la Dar es Salaam unakoma. Pia hawa wanaojihusisha na wizi wa magari, tuwaambie kwamba nafasi hiyo pia haipo. Kwa sababu mbali na magari haya ambayo nimeyataja, kuna magari 4 ambayo yamekamatwa mikoani naye yataletwa kwa ajili ya utambuzi, na yenyewe ni ya wizi. Niendelee kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ili kuendelea kujiweka jiji letu la Dar es Salaam katika hali ya amani na utulivu. Lakini pia nikitoa rai kwa madereva wa magari ya umma kwamba sehemu sahihi za kupaki magari ya umma sio kwenye yadi au chochoroni. Magari ya umma tuyapaki kwenye ofisi za serikali, ofisi za umma ambazo zina ulinzi wa kutosha, kwa sababu sehemu zile tunazoziweka ambao ulinzi wake ni legelege, tunawavutia wahalifu kutamani kuingia kwenye tamaa, kwa sababu wanaona kuna fursa ya kufanya uhalifu kufanikiwa. Kwa hiyo nitoe wito, na hatutasita kuchukua hatua kwa dereva ambaye atakiuka utaratibu, kwa sababu utaratibu uko wazi kwa magari ya serikali kwamba yanatakiwa yalazwe kwenye ofisi za serikali na si vinginevyo.